Bwana, Magodan Online TV pekee daima inakupa faida. Magodan Online pekee twasonga mbele, Magodan Online pekee twasonga mbele. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wa channel hii ya Magodan Online TV, ikiwa ni mara ya kwanza, ni kuombe na kukumbushe usubscribe na kulike na kushare na comment, kwani kufanya hivyo kutakupelekea ni mwenye kupata taarifa kila tunapozituma video zetu katika channel hii, na ni kuombe uwe mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufaidika na hizi darasa tunazozitoa katika channel hii. Kwa muda wote ambao tunapata nafasi, basi tunatoa faida kuhusiana na dua mbalimbali, lakini vile vile na miti mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo nakuja kuelezea sura hii, suratul Fil, kwa maana watu wengi wamezoea kusema alam tara. Hii sura ndugu zangu ina siri kubwa kama ilivyojieleza. Miongoni mwa siri zilizopo katika sura hii ni kwamba leo tutajifunza siri kubwa ya qadhaul hajati as-su'batu fi nafsi lailati. Ndugu zangu, hii sura ina mambo mengi, lakini tutaenda kidogo kidogo ili tuweze kufaidika na kujua ni namna gani ya kuitumia hii sura kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aweze kutupa yale ambayo tunahitaji katika maisha yetu. Hii sura kwanza, ndugu zangu, watu wa zamani walikuwa wakifundishwa ni namna gani ya kuweza kukamata dondora. Walidondola, unasomea suratul Fil kwa maana alam tara. Ukiwasomea sura hii huwa wanatulia kabisa. Hii sura ina maajabu makubwa sana ndugu zangu, lakini leo tutaelezea katika hii sehemu ya tatu, qadhaul hajati, kukidhi haja. Kwa wale ambao wana maisha magumu, maisha yao hayaeleweki, riziki zao zimekuwa ngumu, maisha hayaendi, kila wanalolifanya kwao linakuwa ni gumu, basi naomba unisikilize vizuri ndugu yangu, ili uweze kutimiza yale matarajio yako katika yale ambayo unayatarajia. Qadhaul hajati as-su'ba, kwanza kabisa kutimiza haja ama hitajio ambalo kwako limekuwa ni gumu kwenye maisha yako hayaendi vizuri. Sasa kama unahitaji kutimiza haja yako na maisha yako magumu, basi isome hii suratul Fil fi lailati, katika nyakati za usiku, hasa ile nyakati inapofika suratul Isha, kwa maana Isha pale unaweza ukatulia vizuri, ukapata nyakati mzuri ambapo watu wamekwisha lala. Isome dua hii ama isome suratul Fil kwa idadi ya mara 41. Idadi ya mara 41, anza mwanzo, bismillahir rahmanir rahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Isome sura hii, suratul Fil, kwa maana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, liqadai haja, kwa ajili ya kukidhi haja, matarajio yako ama yale ambayo unahitaji uweze kutimiziwa. Aidha unahitaji kuomba kazi kwa mtu, kwa bosi au kwenye kampuni, unahitaji kwenda na vyeti unavyo, lakini una hofu, je, nitakubaliwa? Je, nikienda kwa bosi huyo atakubali? Basi itandike hii sura, isome hii sura mara 41 kabla ya kuenda kwa huyo mtu wako ambaye unatarajia ukaombe kazi. Ndugu yangu, utaona maajabu makubwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii sura ameweka siri kubwa sana. Wewe ichukue hii sura, vuta picha, ikiwa dondola wanatulizana unapoisoma, wananyamaza kimya, unawashika na kuondoa dondola.
Sasa sura hii ndugu yangu, kama unataka kukidhi haja yoyote ile, unaenda kuomba kazi, unataka kibarua sehemu, isome hii sura kabla ya kwenda kwa wewe mhusika mwenyewe. Utakuja kutoa majibu yako. Mwambie Allah subhanahu wa ta'ala, naenda kuomba kazi kwa mtu fulani, naomba awe ni mtiifu, anisikilize, na Allah subhanahu wa ta'ala mpe moyo wa kuweza kunisaidia kazi hiyo ambayo mimi naitarajia. Utaona maajabu makubwa yule bosi ni namna gani atakubali, atakupokea, na maisha yataenda vizuri. Hii ndio suratul Fil, ina maajabu makubwa sana. Hii sura wewe ambaye unahitaji kusikilizwa kwa jambo lolote lile, ili mradi mtu akusikilize, na unahitaji kitu kutoka kwa mtu, lakini yule mtu mwenyewe ni namna gani ya kumwendea, basi soma hii suratul Fil, utakuja kuona maajabu makubwa sana ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo leo tumekuja kuelezea kukidhi haja hii sura peke yake. Katika sehemu hii ya 3 basi tutaelezea swala zima la kukidhi haja. Ama wewe ambaye unasema bana, haja zangu zote nitaziegemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasi na kupitia ukati wa aina yoyote, basi nyanyuka usiku huo, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nasoma suratu hii, suratul Fil, naomba unikidhia haja, kwa sababu kila mmoja na haja zake, ana mahitajio yake. Basi lile hitajio lako ambalo unalihitaji katika nafsi, isome kisha mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nikwambie kitu kimoja, kuna mtu anafanya leo dua, akiona ajibiwi basi anasema ile dua bwana haifanyi kazi. Kuna watu wao wanajua kwamba nikiomba hapo hapo napata, japokuwa wapo watu. Kuna watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa wale ambao wakiomba kwa wakati huo Allah anawapa, kama ilivyokuja katika hadithi ya kwamba Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake duniani, basi yeye unadi katika watu ama wakazi wa mbinguni. Anamwambia kwanza Jibrilu, mimi nampenda fulani, na anamwambia basi na wewe Jibrilu mpende, na watangazie wampende fulani, mpaka watu wa ardhini wampende. Huyu mtu yote akiomba dua chochote, akiomba dua yoyote kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu muitikia, kwa sababu anachokihitaji chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjibu. Mwenyezi Mungu yupo tayari kumsikiliza, anachokiongea, anachokifanya chochote kile, Mwenyezi Mungu muitikia. Lakini kuna wale ambao mwingine akiomba kama leo basi anajibiwa kesho, mwingine kesho kutwa, mwingine kuachana na imani za mtu na nafasi ya mtu. Kwa hiyo usije ukaomba dua yako siku ya kwanza ukaona dua haijibiwi, basi ukaona potelea mbali. Kuna watu wengi wanapata tabu katika maisha. Ujue kabisa kwamba watu tunaachana katika kupokelewa dua zetu. Nafasi gani ambayo uliokuwa nayo mbele ya Mwenyezi Mungu, ama nafasi hiyo ambayo ulio nayo, ndiyo Mwenyezi Mungu anakujibu kwa haraka dua zako. Kwa hiyo kama unahitaji matarajio yote kwa Mwenyezi Mungu, fanya hivyo, lakini kuwa na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu anakujibu, kwa sababu yakasema ud'uni astajib lakum, niombeni nipate kukujibuni. Basi bila shaka kama yeye ndiye amenadi tumuombe, na basi bila shaka atatujibu. Hiyo ndio kanuni nilitaka niwakumbushe kidogo hapa kwa wale ambao wanafanya dua lakini baada ya muda wanakata tamaa. Kwa hiyo kwa haja yoyote, kadha ila hajata, kwa kukidhi haja yoyote, basi soma hii suratul Fil bilailati, katika usiku huo ambao wewe utahitaji kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo lolote lilikuwa gumu kwenye maisha yako. Mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukidhie haja kwa sura hii, suratul Fil. Ndugu zangu, tumesema hii sura utaweza kunyenyekewa kwa mtu yote ambaye unamjua huyu ni bosi na unahitaji kazi, basi nenda kamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua hii, amlainishe huyo mtu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuonyesha matokeo mazuri kabisa. Unaweza ukasikilizwa kwa namna yoyote ile ambayo wewe unaifikiria kwenye kichwa chako. Kama unahitaji kusikilizwa kwa namna yoyote, sio lazima tufafanue kila sehemu. Hii dua unaweza ukasikilizwa kwa namna yoyote, ila
kuwa na imani katika dua zako unazozifanya, ili uweze kutimiza aya ambayo tunaelekezana kwa faida mbalimbali ambazo tunaamua kuzitoa katika channel hii ya Magodan Online TV. Ndugu zangu, yapo mengi kama nilivyotanguliza kusema, faida nyingi zinazopatikana katika suratul Fil. Leo tumeelezea katika sehemu ya 3 hii ya qadhaul haja, kukidhi haja, matarajio ama kuhitaji haja za mtu, aondoshe matatizo kwenye maisha yake. Basi soma sura hii, suratul Fil, na imani mpaka hapo kiuchache mtakuwa mmepata mwangaza wa kuweza kuitumia hii suratul Fil. Lakini inshallah tutakuja kuelezea sehemu nyingine ya pili, sehemu nyingine ya 4, mpaka ujue ni namna gani ya kuweza kukidhi mambo mbalimbali kupitia hii suratul Fil. Ni mimi ndugu yenu Ustadh Khamis bin Ali, tuko Dar es Salaam Tanzania. Ikiwa ni mara ya kwanza, nikuombe na kukumbushe usubscribe na kulike na kushare na comment. Mpaka hapa niseme shukrani sana, bye bye. Magodan Online pekee, twasonga mbele. Magodan Online pekee, twasonga mbele.